Kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali chake kutupa afya njema. Lakini kipekee mimi naendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anavyoongoza taifa, lakini anavyotuongoza kama nasi wasaidizi wake. Lakini kubwa anavyoendelea kutusimamia na kutulea, kwamba pamoja na yote tunapopata nafasi na fursa tuweze kuongeza elimu, ujuzi na maarifa. Namshukuru sana Mheshimiwa. Nami hii kwangu naiona ni safari. Safari hii ilianza 2023 wakati nipo mkuu wa wilaya ya Rorya. Nikasema pamoja na kuendelea kutumikia wananchi, iko nafasi naweza nikaitumia kuongeza elimu. Kwa hiyo nimeianza hii safari, na wakati naanza ilikuwa naona kuna ugumu wake, changamoto zilikuwa nyingi, lakini kuona namna ambavyo mambo mawili au matatu kuyafanya kwa wakati mmoja, kutumikia wananchi, lakini vile vile kuendelea kutengeneza fursa pia ya kusoma na kuongeza elimu kwa wakati mmoja, kwa kweli ilikuwa ni ngumu, lakini kamtanguliza Mungu mbele, kaeka jitihada, kutenga muda, lakini kubwa ni commitment na dedication. Mimi nikasema hapana, najua changamoto ni nyingi, lakini kwa muda ambao nilio nao acha ni utenge katika haya mambo yote, na ili yaweze kwenda sambamba. Kwa namshukuru Mungu, jitihada, kujituma, kutenga muda, basi mwisho wa siku matunda huenda na yakafikia hatua yakawa yanaonekana. Kwa hiyo yote ninachoweza kusema ni matokeo ya kutenga muda, lakini kubwa ni commitment na jitihada. Kikubwa ninachoweza kuzungumza hapa, jitihada huwa hazimtupi mtu. Kwa hiyo mwaka huu mwezi wa 10 ndio rasmi ambapo nilihitimisha ile safari ya kutafuta degree yangu ya pili, masters ya rasilimali watu kama alivyosema katibu tawala. Na hii graduation kiujumla ilitakiwa ifanyike kitaifa, ilitakiwa ifanyike katika mkoa wetu wa Mara na wilaya yetu hii ya Musoma. Ndiyo malengo ya kwamba shughuli hii ilitakiwa ifanyike hapa, lakini kutokana na sababu ambazo wa chuo wakasema zilikuwa nje ya uwezo wao, kwa hiyo wakaziratibu na wakazisimamia kufanya mabadiliko, zikafanyika katika mkoa wa Pwani, zikafanyika katika wilaya ya Kibaha. Kwa hiyo na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, mwezi uliopita mwishoni mimi nikapata nafasi ya kuhudhuria katika graduation ambayo ilifanyika kitaifa Kibaha. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini kituo chetu cha mkoa wa Mara, katika wahitimu hatukuweza kuhudhuria wote. Kwa hiyo mratibu wa kituo chetu akatengeneza utaratibu mzuri, nami nampongeza, ya kwamba kama wengine hawakuweza kufika Kibaha, basi kama mkoa tufanye tukio la kupongezana na la kukutana pamoja. Kwa hiyo hilo tukio linafanyika leo, ndio maana mnaona tena niko katika joho. Kwa hiyo tukio hili linafanyika hapo chuo kikuu Rorya Open University. Wapo wahitimu wenzangu wametangulia, nami kutokana tuna majukumu mawili matatu,
lakini nafika hapa ndo naona watumishi kiongozwa na katibu tawala wameandaa hii jambo ambalo hata mimi mwenyewe sikutarajia. Ya Msoma mjini, Mheshimiwa Issa Juma Chikoka. Mimi kipekee nishukuru sana kwa sababu kwanza sikutegemea jambo hili liko hapa. Tulikuwa tu tunaingia hapo tukaona tuingie huko. Nashangaa ghafla kuna joho. Na hili joho linatoka wapi? Kumbe ni masters zimepatikana hapa. Kwetu wa wilaya sisi tukushukuru kwa sababu umesomea somo la rasilimali watu. Na ndio maana ninaona kumbe wilaya yetu ya Msoma kila wakati mara nyingi uko na watu kwenye jogging. Kwa machinga huku umeshiriki mpaka tumezunguka mji mzima wa Msoma, tunafanya maandamano makubwa ya kuhamasisha watu, tukaingia ukumbini kuhamasisha watu juu ya amani na utulivu. Kumbe masomo yako ni ya rasilimali watu. Mimi ni kipekee ni kushukuru sana, na taifa letu la Tanzania utalisaidia sana, na elimu yako hiyo uliyoipata tukuombe sisi kwa niaba ya wote walioko hapa uitumie vizuri kuelimisha Watanzania ili wajue umuhimu wa rasilimali watu. Lakini pia kwa sababu watu wanaongezeka na hili somo naona unazidi kuliongeza upate PhD. Maana ni malengo ya Mungu watu waongezeke duniani. Sasa endelea nawe kuongeza elimu, halafu endelee kutuongezea na sisi tupate elimu zaidi kuelewa namna ya kuishi na watu. Baada ya kusema maneno haya, tunakuambia sana hii elimu uliyoipata ingefaa sana, tunatamani sana Mheshimiwa Rais pia aendelee kukuona kwa jicho la pili. Waendelee kuwepo wilaya yetu ya Msoma, hata kama utapanda basi uwe mkoa wa Mara. Baada ya kusema maneno hayo na kushukuru sana, itifaki imezingatiwa dasi kwa ajili ya muda, na nafikiri tunaendelea na mambo mengine, na keki kama imebaki tuendelee kumalizia.